Hivi ni kitu gani kinaifanya Marekani iogopwe zaidi duniani? Ulisha kujiuliza ni kitu gani? Sababu ni moja tu, ni kuwa na vituo vingi vya kijeshi kuizunguka dunia yetu. Nikisema vituo vya kijeshi, kuna wengine wanaweza wasinielewe. Vituo vya kijeshi ni sawa na hizi checkpoint unazozikuta barabarani. Ukiwa unasafiri safari ndefu, kila baada ya kilomita kadhaa utakuta kuna beria ya polisi, watakukagua kama labda una bangi, una madawa ya kulevya au una vitu vyovyote ambavyo serikali hairuhusu viwe vinasafirishwa. Mambo ya mali asili na nini, zile tunazitaga checkpoint. Sasa huko baharini nako kuna checkpoint, na checkpoint nyingi huko baharini ni za Marekani, military base. Na hizi ndizo zinazompaga Marekani kiburi anavyogombana na nchi yoyote, kwamba wewe unanidindishia mimi, mizigo yako itapita wapi? Umeona? Na kwa miaka mingi Marekani ndo ameongoza kwa kuwa na hizi checkpoint zaidi ya 800 kwenda 1000. Wengine wanasema 750, 800. Kwa kifupi ni karibia 1000, au kama ni 1000 ni nyingi sana. Sasa kumbuka, super power maana yake ni kuwa na teknolojia ya anga na teknolojia ya bahari. Ukishakuwa na hizo teknolojia mbili tu, wewe automatically ni super power, kwa sababu bahari uko katikati huko, hakuna mipaka. Wewe nenda uendako. Karibu na nchi kuna mipaka ya kinchi, lakini huko katikati huko mwenye nguvu ndo anayeenda. Sasa huko ndiko Marekani, kwa sababu alikuwa na mtaji mkubwa zama hizo. Sio teknolojia tu, unaweza kuwa na teknolojia kwa kosa mtaji. Alikuwa na mtaji mkubwa kipindi hicho, ndo akachomeka kila sehemu checkpoint yake, ndo akaweka hizo nyingi. Sasa limezaliwa dude linaitwa China. Hilo ndo kabisa, yani ni mafuriko. Hapo ndo kabisa Marekani haiwezi kuzuia. Sasa mbabe wa hizo kazi tangia zama hizo ni Mrusi. Sasa ameamka rasmi, naye ameanza kumfuata Marekani moja kwa moja. Warusi wameanza kwanza na Bangladesh, wakaelekea na Indonesia. Bangladesh kwa kifupi ni kama rafiki wa mwaminifu wa Urusi, kwa sababu katika ukombozi wa hilo nchi Warusi waliwasaidia sana Bangladesh. Kwa hiyo Mrusi kupata kituo cha kijeshi Bangladesh, hiyo haina tatizo. Ila sasa Mrusi kwenda Indonesia, kumbuka Indonesia iko karibu na Australia, na Australia ni chawa mwaminifu wa Marekani katika ule muungano wao wa kijeshi unaitwa Five Eye au I5, macho matano. Muungano wa kijeshi wa macho matano au Five Eye ni muungano wa nchi 5 zinazoongea Kiingereza. Maana yake hizi nchi katika lugha yao ya kijeshi au commanding language inakuwa ni Kiingereza. Nchi hizi ni Australia, New Zealand, Marekani, Uingereza, Canada. Kama sikosei nimezitaja zote. New Zealand, Australia, Uingereza, Marekani na Canada. Yes, ziko 5 hizo. Wanajiita I5. Ni muungano wa kijeshi huo mwingine wa Marekani. Sasa hichi kitendo cha Urusi kujikita kutengeneza uhusiano wa kijeshi na Indonesia, imebidi kimwamshe huyu chawa, na huyu chawa kuanza kupiga kelele. Msikilize kidogo uchawa wa Australia alipoanza kupiga kelele na uwepo wa bwana Putin uani kwake. Maana hapo ni wanaita backyard yake. Msikilize kidogo. We are ascertaining, having a look at those reports, as the Foreign Minister and Defence Minister have said. We have a good relationship with our friends in Indonesia, and we're seeking further clarification. We are seeking further information. We obviously do not want to see Russian influence in our region, very clearly. We have a position, which is we stand with Ukraine. Mbona ucha wameanza kupiga kelele kwamba Mrusi amekuja hapa karibu na nyumbani kwangu, kuna nini? Iko hivi, Warusi sasa hivi wameanza kutafuta military base kila kona ya dunia kama ilivyo Marekani, maana ndio sifa ukubwa. Mtu atajiuliza za nini? Mrusi ana mali anauza, Mrusi anauza gas, Mrusi anauza mbolea. Kumbuka Warusi wamepoteza base yao ndani ya Syria baada ya Bashar al-Assad kupinduliwa. Kwa hiyo inabidi base iliyo Syria ihame. Ila wameshapata base ndani ya Sudan, ambayo ndio ilisababisha vita zinazoendelea Sudan. Ugomvi wote unaoona Sudan, gharama zote zile, upande mmoja unafadhiliwa na Urusi na upande mwingine unafadhiliwa na Marekani. Lengo kubwa la Marekani lilikuwa ni Urusi asipate military base ndani ya Sudan, lakini Warusi wameshapata kibali cha kujenga kituo cha kijeshi ndani ya Sudan. Kwa hiyo siku zote wakubwa wana control checkpoint za baharini kwa ajili ya kupitisha mali zao, na hicho ndicho kiburi kikubwa cha Marekani, kwa sababu yeye ana checkpoint nyingi kuliko wenzake. Na hapa sasa ndo Mrusi anatoka kutafuta checkpoint zake kwa ajili ya kulinda mali zake atakazokuwa anaziuza duniani. China anazo za kutosha, japokuwa hamfikii Marekani. Ndio maana unaona China anajenga na haya amphibious assault
mameli makubwa ambayo yanakuwa kama military base katikati ya bahari. Kwa hiyo hizo ndizo sifa za wakubwa, kuwa na vituo vingi vya kijeshi kulinda interest zao. Unajua ubabe wa Joe Biden ni kumwekea vikwazo Urusi, ni kwamba hutauza mali zako, nitakuzuia. You see? Kwa sababu hizi ndio checkpoint ambazo ukipita unakaguliwa umebeba nini. Kwa hiyo Putin anaanza kutafuta naye checkpoint zake ili awe anauza mali zake bila kizuizi cha aina yoyote. Mchina naye ana checkpoint kama zote. Unajua checkpoint maarufu ni hiyo hapo Indonesia, hapo ambapo Putin anaenda, na nyingine ni ya Houthi hapa Marekani hapo papiga hapa Yemen hapo. Hizo ndio checkpoint maarufu ambazo bidhaa nyingi huwa zinapita. Sasa masuperpower wengi, Marekani, China, hata vekina Uingereza, wana military base zao maeneo hayo. Sasa Putin naye ndo ametoka nyumbani, ameanza sasa kutafuta naye military base zake kwa ajili ya kupitisha mali zake. Gas, mbolea, ngano, Warusi wanazalisha lile nchi lote lile unafikiria alizalisha. Kwa hiyo Russia rasmi ameanza kumfuata Marekani aliko kwenye hizo vichochoro vyake vya military base. Ndio maana nawaambia jamani, Marekani atatafuta pesa kiasi gani aanze kumcounter China, aanze kumcounter Russia, ndugu, aanze kuwacounter akina Houthi. Mimi nasimamia ule msemo wa bwana Douglas McGregor, huyu ni kanali wa Marekani, mwanajeshi, alisema Waingereza walidondoka kwa kujihusisha na vita nyingi. Yaani baada ya Waingereza kuwa na maadui wengi ndio walivyodondoka kiuchumi. Kumbuka wakati Marekani inajipambanua kuwa superpower, automatically alikuwa adui wa Mwingereza. Mwingereza hakupenda Marekani iwe hivi. Uingereza alitumia nguvu nyingi sana kuidondosha Marekani, akafeli. At the same time wakati Uingereza yuko busy na Marekani, bado Mjerumani sio ni adui yake, bado sijui Mrusi. Mwisho wa siku Uingereza ikajikuta ina madeni ambayo hayana maana. Ni kitu gani nataka nikupe? Huko ndiko Marekani inakoelekea. Marekani ana budget ya kishetani ya kijeshi. Yote China adui yangu, Urusi adui yangu, Yemen kuna maadui zangu. Ni saa ngapi utatafuta hela ya chakula cha watoto wako? Kuna watu wananiambia kwa nini naizungumzia sana Marekani? Is a collapsing empire. So a lot of story are coming out. Unajua collapsing empire, yani taifa lolote kubwa linavyodondoka siri nyingi zinaanza kutoka. Ndio maana tunakuwa na story nyingi za kuizungumzia Marekani. So you guys, you hear me when I'm talking about America. This is a collapsing empire. So we got all stories out of the empire. Siri ni nyingi. Hata Roman Empire ilivyokuwa inadondoka, story zake zilikuwa ni nyingi. So big empire zinakuwa na siri nyingi sana. Kwa hiyo talking about, mimi ninapokuwa na content nyingi kuhusiana na Amerika, wengine wananichukia, ni kwamba is a collapsing empire. Hii ni dola inayokufa. Sasa siri zake nyingi zinaanza kutoka nje. Kwa hiyo usinikasirikie mimi kuizungumzia Marekani. Nikizungumzia nchi yangu mnaniita mimi chawa. Nikizungumzia Marekani sina cha kuzungumzia. So what should I talk? Should I talk about you who hate me? Nikuzungumzia unanichukia mimi? Enda ukule ulale wewe. Hapa ni kuelimika, usiwe msomi.